wamekamatwa jijini Nairobi na watasalia korokoroni wakisubiri kufikishwa mahakamani Jumatano baada ya kujaribu kushiriki katika maandamano ya maadhimisho ya siku ya Sabasaba. Ingawa hali jijini Nairobi ilikuwa tulivu kwa jumla, siku hii ilishuhudia uwepo mkubwa wa maafisa wa usalama, kufungwa kwa baadhi ya barabara na ukaguzi mkali katika maeneo muhimu ya jiji la Nairobi, licha ya hakikisho la awali kutoka kwa polisi kuwa ingekuwa siku ya kawaida kwa wakazi wa Nairobi na pia siku ya kazi. Mwanahabari wetu Sheila Chelangat amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Lengo la waandalizi wa maadhimisho ya siku ya Sabasaba lilikuwa wazi: kuwasilisha ombi lao la kuangaziwa kwa madai ya mauaji ya kiraia na utekaji nyara katika majengo ya bunge. Lakini azma hiyo haikufanikiwa. Uwepo mkubwa wa polisi katikati ya jiji la Nairobi, ukaguzi mkali na kufungwa kwa barabara zinazoelekea kwenye majengo ya bunge ulikuwa kikwazo kikubwa kwa waandalizi wa maadhimisho haya. Jaribio la kundi moja kuvuka vizuizi vya usalama lilidumu kwa dakika chache tu kabla ya kuzua makabiliano makubwa. Maafisa wa polisi waliovalia sare na wengine waliokuwa katika mavazi ya kiraia waliingilia kati haraka, wakiwakamata waandamanaji hao na kuwaingiza kwenye magari yaliyokuwa yakiwasubiri aina ya Subaru. Tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Tulipotoka sasa tukawaacha, tukakuja pale kwa Parliament Road. Hapo ndo tulipata masked people ndio walikuwa wanatuarrest. Mimi nilikuwa mmoja wao, nimefinywa hapo chini nikatoroka. Kwa jumla watu 10 wamekamatwa jijini Nairobi, 6 katika eneo la Pangani na 4 katikati ya jiji la Nairobi. Wote 10 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano kujibu mashtaka mbalimbali. Watu waache impunity. Just come and do whatever you want in the street. Unafunga street yako, unafanya vile unataka, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna nchi haina public order. Hakuna. There must be order. Hata hivyo, licha ya polisi kusisitiza kuwa Jumanne ingekuwa siku ya kawaida ya kazi, shughuli za jiji zilionekana kupungua sana, hasa katika saa za asubuhi, kutokana na kufungwa kwa baadhi ya barabara na kutatizika kwa huduma za usafiri wa umma. Watu wenye wamepatiwa freedom na Article 37 kupresent petitions, ati sisi ndio mnatushika, sisi ndio mnatuona ni kama criminals. Ingawa ombi lao halikufikishwa bungeni leo, waandalizi wanasema juhudi zao za kutaka uwajibikaji bado zinaendelea, wakiahidi kuendelea kushinikiza wabunge kushughulikia madai ya mauaji ya kiraia na watu kutoweka yaliyoripotiwa nchini. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47. Kazi safi, Sheila Chelangat.